mwinjilisti kwa vitabu kama Biblia nisaidie kunasoma mafungu tuweze kwa wakati huo ukifungua kitabu cha Yohana sura ile ya 7 aya ya 37 mpaka ile aya ya 39. Tasoma kwa epesi yako, alafu na mimi pia nitamalizia ukurasa wa 40 kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 sehemu ya kwanza toleo la Kiswahili ukurasa wa 40 ile paragrafu ya 2. Biblia nayo basi soma hiyo aya. Hawana na sauti kubwa pia mmoja anaweza kusoma kwa kwenda anasemaje. Yohana sura ile ya 7 ile aya ya 7 nasema, Yohana sura ile ya 7 aya ya 7, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu afanye nini? Anywe. Sasa
Yesu Mwokozi wetu aliye na nani? Aliye hai. Na yeye ametuahidi, naweza kukupatia faida tu ya aya moja kwa yule ambaye pia wenda jana kuwepo, ambayo inafanya jumla ya haya yote katika Waebrania sura ya 7 na ile aya ya 25. Neno la Mungu linasomeka ya kwamba naye kwa sababu hii aweza kuokoa kabisa wao wamjiao nani? Mungu. Kwa hiyo maana yu hai siku zote ili awaombee. Bwana asifiwe. Inamaanisha kwamba hata katika vipindi na nyakati tofauti, mazingira magumu, katika afya, katika ugonjwa, katika huzuni, katika furaha, yeye Kristo yu. Hiyo ni ombi letu katika siku hizi 10 tunapopokea Roho Mtakatifu, tumjue Yesu ambaye yeye anajishughulisha sana na mambo yetu. Ufunguliwa sehemu ya 2. Fungamana na vipaumbele vya ufalme. Ya kwanza ambapo jana tumeona ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daktari Luka, akiandika kitabu cha Luka chenyewe na kitabu cha Matendo. Hasa katika Matendo sura ya 1 leo tunashughulika na aya 3 peke yake, aya 6, aya 7 na aya ya 8, na hizo aya 3 zimegawanyika katika maeneo matatu pekee katika jioni ya leo. Neno la Mungu linasomeka hivi kama ambavyo unafuatilia katika Biblia yako. Basi walipokutanika, wale hao ya kirani kanisa, wasomaji wanaandika hao ya kirani, wanafunzi wana Yesu. Basi walipokutanika wakamuuliza nani jamani? Yesu baada ya ufufuko wake siku ya kwanza ya juma, sasa yu hai na alikuwa akiwatokea wanafunzi wake mfululizo kwa muda wa siku ngapi jamani? 40, sawasawa na mwezi mmoja na siku ngapi? 10. Wakisema baada ya kukutanika wakamuuliza Yesu akisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli nini? Ufalme. Hiyo sehemu ya kwanza katika sura hii. Aya 7.
Pili, jibu la Yesu na vipaumbele vya Yesu ni vipi? Tatu, leo mimi na wewe vipaumbele vyetu vimejikita kwa na wito wa Yesu ni upi? Katika maisha ya kila siku watu huweka vipaumbele mbalimbali kulingana na malengo yao au mipaka. Makazi, familia, elimu au biashara, kilimo au ufugaji. Watu weka vipaumbele. Yesu Kristo alifundisha kuwa ufalme wa Mungu nao una vipaumbele vyake. Kufungamana na vipaumbele vya ufalme kunahusisha moja, kuwa na moyo wa kutumika. Bwana asifiwe. Kuwa na moyo wa kufanya nini? Kutumika. Lakini kutafuta ama kuwezesha wokovu watu wengine. Lakini kushiriki katika Injili na utume na kuishi kwa uadilifu na kumtegemea Mungu katika huduma. Katika Matendo sura hii ya kwanza aya 6 na 8 imekwisha kuambia kwamba imegawanyika katika sehemu kuu tatu hizi aya tatu. Sehemu ya kwanza ni vipaumbele ama kipaumbele cha wanafunzi wa Yesu kilichokuwa kipo akilini mwao, ama kwa lugha nyingine moyoni mwao, kilichokuwa kimejaza moyo wao. Wanafunzi wa Yesu walifanikiwa kutembea pamoja na Yesu, walifanikiwa kukaa pamoja na Yesu, walifanikiwa kushuhudia miujiza, mafundisho na mambo kadha wa kadha wakiwa na Yesu kwa muda usiopungua miaka 3 na nusu. Wakiwa naye pamoja, wakishuhudia akilisha makutano chakula, wakishuhudia akijitambulisha kwamba yeye ni Bwana, wakishuhudia akinenea unabii yeye mwenyewe kwamba amekuja kwa kusudi gani, na walishuhudia siku moja wakaweka mkakati ili kumtawaza Yesu awe mfalme, na akapita katikati yao bila wajua, na walikuwa na shauku kama taifa la Israeli ili kurejesha utawala, kurejesha mamlaka, kurejesha dola mikononi mwao Yerusalemu, mara baada ya kuchukuliwa na Rumi. Sasa pamoja na mambo mengine yote,
ambaye alikuwa amekana Yesu mara 7 akisamehewa dhambi zake. Pia alikuwa wa kwanza kukutana na Yesu akiwa hai. Awamu hii wanakutana naye, wanapoanza kuzungumza naye, walipokutanika wanamuuliza swali, kile ambacho kilikuwa kimeujaza moyo wao, mioyo yao. Wakakutanika kwa pamoja, wakasema ama wakisema, Bwana, huu ndio muda ambao umefika ili kurejesha utawala wa Israeli, ambacho ni kipaumbele kwa upande wa wanafunzi, kikionyesha ya kwamba kwa upeo wa mbali wana haja ya kukaa pamoja tena ili wajifunze, ili waombe, ili waondoe tofauti zao, ili Roho Mtakatifu ashuke juu yao, watambue vipaumbele vya ufalme. Mpaka hapo miaka 3.5 network ya vichwa vyao bado inasoma madaraka. Na watu kama Biblia ingekuwa kubwa namna gani, maana maandishi kwamba hata ulimwengu usingetosha, leo walikuwa waza kwamba hata hivyo wako wanafunzi watatu ambao mama yao ndio kama wawili aliwapeleka kwa Yesu na kumpa Yohani. Kwa sababu baba, naomba huyu au mkono wako wapi? Simsamaki na mwingine na kuenda pia kati ya wale waliobaki, alikuwa pia amehesabu kama Yuda kanyoka, basi miongoni mwao anaweza kuwa hivi kiserikali tunapenda ya mtu fedha, waziri wa fedha. Kwa hiyo walipika mahesabu ya kwamba kama Yesu ndio saa yake ya pekee imewadia ya kurejesha ufalme wa Israeli kutoka kwa mkono wa adui, hivyo saa yao ya kunufaika na mamlaka na fedha. Yaani ndicho kipaumbele cha kaka zetu. By the way, hawakuwa wale 11 peke yao, walikuwa zaidi ya 120 pale tu walipokutanika. Na dada mama zetu pia walikuwepo pale. Hata mama Yesu alikuwepo. Kwa hiyo hitaji lao ni kupata nafuu ya kile ambacho sio kipaumbele cha Kristo. Hiyo ni sisi kwanza. Akili za wanafunzi wa Yesu zimejawa na kipaumbele ambacho sio kipaumbele cha Yesu. Namba 2, sehemu ya 2, kipaumbele cha Kristo na jibu ambayo Yesu aliwajibu wanafunzi wake katika aya ya 7, akawaambia, si kazi yenu kujua nini kama nyakati wala majira Baba aliyoweka mamlaka yake mwenyewe. Sio kazi ya wanafunzi
Yesu ataponya ugonjwa wako au sijui. Unataka kujua ni lini utapata ajira nzuri na unataka nilikuwa nazungumza na mtu mmoja alijuzi. Kuna mtu mmoja amesali makanisa mengi ndani ya muda mfupi akitafuta msaada, na hii ni kwa sababu ana maswali kwa Mungu ambayo anataka kujua ni nini Bwana. By the way, hapa hata kama ungekuwa na uwezekano tumeshushiwa baadhi ya maombi hata ya kwangu au ya kwako ambayo huwa tukiongea na Bwana siri, huwa tunakuwa na maswali. Bwana wakaniaje mteseke mpaka lini? Kuna lugha ambazo kila moja nazo, na unasema niko uimani najinyima Bwana hata lini? Unataka kujua ni wapi ama ni lini utafanikiwa kiuchumi. Najua maswali pia unayo. Unataka kujua ni lini utampata mwenzi aliyokoa asema. Najua unakia mtu anajiuliza ni lini Bwana? Mpaka wengine wameshapata kama haya maswali unauliza, unajiuliza, ni lini, ni wapi
sura ya 12 kuanzia ile aya ya 30 mpaka ile aya ya 34, kuna maneno mazuri sana ambayo yako pale. Na Yesu alikuona kwamba amejibu kwa busara kwa habari ya kupenda Mungu kwa nguvu zako, kupenda Mungu kwa akili zako zote, na kwa uwezo wako wote, na kwa moyo wako wote. 34 anasema kwamba naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali ama hauko mbali na ufalme wa Mungu, wala hakuthubutu mtu kumsaili ama kumuuliza neno tena tokea hapa. Kipaumbele mbili, unapompenda Mungu kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote na kupenda jirani yako kama nafsi yako. Yesu anasema hivi, wewe hauko mbali na nini? Hauko mbali na nini? Hatua moja tu umeshakuja. Namba 3, kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Katika Mathayo 28 aya 18 hadi aya ya 20, wito wa kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Namba 4, akaongea katika Mathayo 1:8 katika sehemu ya 3, anasema kwamba mtapokea nguvu ya Roho ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ningesema kusema hapa, ikiwa ninashindwa kutoa ushuhuda wa habari njema za Yesu kwa wanafamilia, kwa jirani yangu, mfanyakazi wangu, rafiki yangu na jamii inayoishi, ninashindwa kueleza habari ya mambo yajayo, habari njema, inamaanisha kwamba mimi bado sijafunguliwa Roho Mtakatifu. Kama sikihusishi na utume, niwe mtoto, niwe kijana au mtu mzima, inamaanisha kwamba mimi bado sina nini. Kumalizia sasa. Siongee nini? Maandiko sasa hivi kisha tunapokea nini? Akishapokea kweli nani? Roho Mtakatifu. Baada ya kupokea nguvu moja, mtakuwa watu gani? Mashahidi. Kwa hiyo sasa tuna washiriki na tuna mashahidi. Unaweza kuwa mshiriki na usiwe na shahidi wa Yesu. Moja, atakuwa mwaminifu kuhakikisha kwamba wale walio nyumbani mwake wanamfahamu Yesu. Atahakikisha kwamba habari ya Uyahudi, wale majirani zake wanamjua Yesu. Atahakikisha kwamba Samaria, katika wilaya anayokaa, mkoa aliopo, mikakati itawekwa ili mtume wafikie, na hatimaye mwisho wa nchi, ulimwengu mzima, kwa kuwa waaminifu kwa zaka na sadaka, utume utafanyika hata katika nchi ambazo hawazifikia. Na huyu Yesu anasema ya kwamba wale ambao wanaweka kipaumbele cha kwanza cha ufalme, katika Luka 12 aya 11 hadi 12, anasema kwamba atakuwa pamoja nao na Roho Mtakatifu atawafundisha maneno ya kusema saa ile ile. Wala asifiwe. Nimekwisha kuambia kisa kimoja, siku za maombi hizi, nilipotembelea mganga wa kienyeji. Baba ni mganga wa kienyeji, mtoto ni mganga wa kienyeji, tena wale wakubwa. Tulipofika pale, tulitekewa na shuhuda za kutisha, akieleza kwamba yeye
tukatekeleza zile shuhuda za kutisha, na tumeketi katika karakana ya uganga, tukaanza kufungua nyumba ya Kristo, aya moja baada ya nyingine, aya moja baada ya nyingine, huku baba akiendelea kutoa shuhuda. Tunafungua neno taratibu kufupisha kisa, na kumbuke ilikuwa ni kiangazi, tunasoma neno. Ghafla tukaanza kushuhudia mvua inaanza kunyesha kwa mbali kidogo, lakini ina uelekeo wa kuja pale tulipo, na kwa kweli yale mazingira sio rafiki. Kulikuwa tuna mwembe uendeleo matao, tuko pale. Nakumbuka mwinjilisti alikuwa anashuhudia baada ya kutoka pale za mchungaji, nilikuwa napambana na nataka niseme kwamba jamani, tuondoke hapa, mvua inanyesha, tuingie. Na sasa ndani naingia wapi wakati pale penye kwenye mwembe shughuli zinaendelea huko ndani hivi? Wakati Biblia ile pale ndio hapo tunalala, nikasema sasa bwana, nasema wakati siku za maombi ujio wako hapa pia tulifunza pia hata uzoefu katika kuomba. Popote pale ulipokaa, ukipiga simu kwa mchungaji mzee wa kanisa au mwinjilisti wa maombi, nataka kuhakikishia kwamba wewe mwenyewe unaweza kuongea na Yesu siri, na Yesu akakujibu. Nikamwambia baba, hata sikuwa naongea, yaani nimefungua macho, lakini niongea ndani ya moyo wangu. Maombi ni mawasiliano ya ndani kati ya wanadamu na Mungu wao. Sasa hivi kama ya kwako, nataka nishuhudie Biblia ikinyeshewa, ila kama si ya kwako, naomba moja, isitunyeshee sisi, lakini pili, hata tone la mvua lisishuke kwenye Biblia. Kama nikalia hivi kwa vile tatu, wewe mvua ikanyesha, mwisho wa siku alikutia moyo katika shughuli za utume na kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, unapokubali kuwa shahidi mahali popote bila kujali hali yoyote iliyopo. Ile mvua ilinyesha, tukashuhudia maji yanatiririka mbinguni, na hakuna mtu aliyepata hata tone moja la mvua. Kisa nimejadili hapa, nafundisha maana kulikuwa na mambo mengi habari ambayo nilipenda mpaka leo. Napenda kumtumikia Mungu mahali popote ninapoingia, na napatia chai pia jioni ya leo na kurudi. Haijalishi nilichobatizwa katika kanisa hili, kwa sababu hizi siku 10 ni siku za maandalizi ya kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Yule bwana ni mganga mkuu ambaye alikuwa anakutana na viongozi wakubwa sana, akasema mmoja akasema kwamba nimeona kitu chochote kilitokea hapa. Mimi nikawa kwanza kusema kwa kweli mimi sijaona kitu chochote, ila moyoni nina shangwe na furaha kwa sababu nilichokiomba Bwana amefanya kwa wakati huu. Nikasema sijaona chochote, lakini wewe Yesu hatujaona. Akasema hii mvua ambayo ione iliyonyesha ilikuwa sio mvua ya kawaida. Narudia tena, ilikuwa sio mvua ya kawaida. Lakini itoshe kusema kwamba nilichogundua ndani yenu nyie, mnamtegemea Mungu peke yake, amechanganya kitu chochote. Wewe ulio hapa unamtegemea Mungu kwa namna gani? Maana huyu ambaye alitupatia kipaumbele cha pekee alitoa ahadi ya kwamba kwanza moja, tusijiulize tutashuhudia nini
ile ametuambia kwamba hivyo ni moja vipaumbele, na kama kutenda haki, unyenyekevu na uaminifu kwenye 6:8, na mwisho kutumia vipawa vyetu kwa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Petro wa kwanza 4:10, tutumie vipawa wetu Mungu alioweka ndani yetu kwa utukufu wa Mungu. Wewe katika maisha yako, katika sehemu ya namna ya maisha, umeweka vipaumbele vyako kwenye nini? Na pia moyo fanya kazi kwa bidii ili ufanikiwe. Tafuta, fanya biashara, lima, fuga, fanya namna zozote ambazo ni halali ili upate kipato, lakini mwisho wa yote hivyo vipaumbele ambavyo umejiwekea na malengo ambayo umeyaandika, hakikisha ya kwamba yanaongozwa na kipaumbele kikuu cha nini? Cha ufalme. Kwamba vyote Baba ulivyonipa viwe ni sehemu ya pekee ya kunisaidia mimi na jirani yangu na jamii nayoishi kuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kinyume cha hapo, tunapofocus, tunapomenya mahala ambapo ni pamaina na kumaina kwenye menya, tutakuwa tuko tofauti na wanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu alifikiria namna gani Mungu utampokea kupitia wao akili zao zimejazwa na mafanikio ya dini, akili zao zimejazwa tu na kwanza ili nitaolewa na kuona kuolewa ni haki ya kila mmoja wetu, lakini akili yako imejazwa na nini kiasi kwamba concentration yako imejikita kwenye kipaumbele na umesahau kipaumbele cha ufalme. Yesu kwa neema yote jioni ya leo atuwezeshe kufunguliwa kwa Roho Mtakatifu maishani mwetu, tuamini na kutambua vipaumbele vya ufalme, na hayo mengine yote aliahidi ya kwamba tutazidishiwa kwa neema ya Bwana. Moja, usiku wa leo nenda katafakari, upate orodha ya watu 5 ambao ni nani Adventisti, watu ambao sio Adventista. Uandike kesho jioni, walete katika hili sanduku na ubaki na kopi ya majina yao, waombea. Kwa neema ya Yesu, hawa watu 5 wameshirikana sana, watu 3 wakaokolewa. Nasikiza tena, fanya hivyo. Mimi wa kwamba nimekwisha kuandika, fanya hivyo, waombee, na ikiwezekana watumie meseni kila siku. Usiwaambie jambo lingine lolote, ambia kwamba rafiki, ninakuombea. Basi ninakuombea kila siku. Leo Mungu atusaidie sana. Kabla ya kuomba mafupi, Bwana atuwezeshe kuthamini na kuweka vipaumbele katika ufalme wa Mungu, na Mungu atubariki kupitia jina la Yesu. Amen. Ninakualika kwenye kikosi cha watu 5. Moja, muombe Yesu atupatie taji la pekee la Roho Mtakatifu aliyotuahidi, ili tutambue na kuthamini kipaumbele
ya ufalme. Pili, muombee vipaumbele vya kanisa la Mungu. Wazee kama washamisema wafahamu, kama hawajasema katika kesho watatuambia. Hapa ndipo mahali pa kuweka msingi wa pekee kwetu, kuweka wakfu kwa Bwana ili atupatie nguvu vile vipaumbele, maana vinagusa ufalme wa milele, tuvikamilishe kwa utukufu wake. Na tatu, muombeane katika kikosi. Na vikosi vya leo ni vya Mungu siku zote. Atakapokuja kuanzia kesho, ndio kutengeneza vikosi vingine vipya, hivi na vikosi vya kuondana kwa wasaa tofauti pia na tunapokutana hapa siku ya leo. Na mambo mengine tutakapofunguliwa. Ni dakika 3 tu zinatosha kwa Mungu. Hapo tumeshaomba msamaha wa dhambi, usirudie tena kuomba msamaha wa dhambi. Yesu alishakusamehe. Ukifika kwenye cha kukua kiroho, unacho kinukuu nyingi za nabii kwamba moja ya maombi ambayo hujibiwa kabla hujamaliza kuomba ni ombi la dhati la toba. Kwa hiyo maombi yako hata kuhangaika na kuomba msamaha, Yesu alishakusamehe. Hapa nenda kwenye mahitaji moja. Baada ya dakika 3 tutaimba wimbo, tutasimama, tutakuwa na maombi pamoja mafupi na lengo la kwa tunaishia hapo. Sasa msikae familia moja kwa siku moja, yaani mjichanganye na tutumia sehemu zote hapa na viti hapo. Tutawanyika kama 5. Alafu basi kati ya hapo 5 mmoja anaweza kawa katibu ili kuchukua mawasiliano na kuombeana pia hata wakati atuomba. Nikaje mnafahamu kama kuna mgeni sehemu ya kushikamana katika jioni ya leo. Tunapotengeneza vikundi, tutakuwa tukiimba wimbo namba 22. Dakika chache tuendelee. Oh
ni yanafananishwa na machozi ya mtoto wako
kila mmoja aliyefika hapa, lolote ambalo ni hitaji lako, lolote ambalo ni mzigo, ni kilio na ni hitaji kwa muda mrefu, kwa sababu tumejisalimisha kwako na tumeelewa vipaumbele vya ufalme, ni ya kwamba hitaji letu sio tu mafanikio ya muda mrefu. Hitaji kuu la ulimwengu wa leo ni hitaji la nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, ninakuomba, ninapoangalia idadi hii ya watoto wako wa Uguruni, hakika ni wengi ambao wamekubali kutenga muda kuja katika eneo hili ambao ulipanga kwamba hapa ndio lango la mbinguni. Malaika wanapanda, malaika wanashuka, ili kila palipo na msanyiko watoto wako wanabarikiwa. Nakuomba Yesu, kama Yakobo alivyosema ya kwamba hakika hapa sikujua, kumbe hapa ni mahali ambapo Mungu upo, kumbe hapa ni mahali apanatisha kama nini, kumbe hapa ni mahali ambapo kuna lango la mbinguni. Nakuomba yeyote kila siku anaenda hapa, watoto, vijana, watu wazima, tutoe ushuhuda ya kwamba hakika Yesu uko hai daima, na hapa pia Uguruni upo. Unapofanya jambo la pekee la baraka, kwa hiyo Yesu anakuomba fanya hivyo kwa wote kwa utukufu wako. Siku hizi sio ushuhuda kwetu, siku moja tuweze kukutana nawe uso kwa uso, tukisimulia ushindi uliopatia maisha yetu. Baba, haya maombi yaliyowekwa ndani unayafahamu vizuri, ambayo yameandikwa pia mioyoni mwa watoto wako kila mmoja hapa. Ninakuomba Yesu, wako watu ambao wanahangaika na chumvi, wako wanahangaika na mafuta, wanahangaika na mawe, wanahangaika na matunda, wanahangaika na vitu vya ajabu ajabu. Wengine wanavishwa mpaka hirizi, wanachanjwa chale, maana wamepoteza matumaini. Baba, hapa Uguruni, ndani ya hizi siku 10, yeyote anayejitoa kukimbilia hapa ukapate kuangao maishani mwako, kamwezeshe kuwa mshindi wa dhambi maishani mwako. Mwisho yote, hapa ndipo waweza kuwa mahali pa karakana ya kutubariki katika kazi zetu. Asante kwa sababu utabariki familia zetu, utabariki watoto wetu, utabariki wake zetu, utabariki waume zetu, utawabariki vijana, utawabariki wajane na wagane, na mwisho hata wagonjwa utawaponya, mwisho hata waliofungwa na adui shetani unaenda kuwatangazia kufunguliwa kwa jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru kupitia jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu, jina la thamani la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina.
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuungana mikono. Ni wakati wa kufunguliwa mbinguni 2026. Kwa hiyo kesho tutakuwa na ule moto wetu. Tutatamka mbinguni 2026, siku 10 za maombi. Wakati nini? Kesho koja twende na hii tafakari ambayo mchungaji ametupatia dunia leo. Nadhani kila mmoja anajua. Sasa kila siku za 10 mchungaji atakuwa yuko hapa. Kama una jambo lako unahitaji kuomba na mchungaji yuko kwa ajili yako. Akane faraja, basi ukamwambia hicho unachohitaji muweze kushiriki naye. Kwa hiyo kila siku saa 10 kabla ya kuanza mchungaji atakuwa mahali hapa. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, karibu sana. Basi kabla ya kiongozi wa huduma hajasimama, ambaye anayesimamia programu hii, naomba mzee wa zamu, karibu kama una jambo. Karibu. Asante. Mzee wa zamu anasema hana jambo. Basi kiongozi wa huduma au mzee wa kwanza na jambo. Asante. Nadhani tuko vizuri. Nakaribisha kiongozi wa huduma, karibu uweze kutuongozea inaendelea sasa. Awali ya yote nipende kusimamisha mchungaji yuko katikati yetu. Asimame kwa mkono, aseme chochote kwa sababu tuna kazi naye pia. Mungu atukoe. Amina. Nipende kusema kuna jambo, kuna urakini kwa ajili ya watoto. Tunatamani pia hizi siku 10 za maombi tuwe na siku 10 za maombi kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo wazee wangu wanapokuwa wakirakini vizuri, nitamuomba tu kuongeza idara ya watoto, tukutane hapo nje kwa ajili ya kujenga mambo mawili matatu. Kama kawaida tusiondoke, tutakuwa na futari hapo nje, na baada ya futari ndipo tutapata ruhusa ya kuondoka. Bwana wabariki.